sababu ya Bwana basi na kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya neno la Bwana tunaenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Yohana 16 kuanzia mstari wa 20 mpaka hapo 24 na nitasoma. Haleluya. Amen. Neno la Mungu inasema, amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itangeuka kuwa furaha. Mwanamke anzaapo yuna huzuni, kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nani mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Haleluya. Ni asante kwa sababu ya Bwana na kwa sababu ya neno lake. Hiyo ndio neno Bwana anatupatia siku ya leo. Na maandiko imetuambia, amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itangeuka kuwa furaha. Haleluya. Kuna kipindi kinakuanga ni cha watu wa Mungu wa kulia, na kuna kipindi cha watu wa Mungu kuwa ambao Mungu anakuja anageuza furaha yao ama huzuni yao inakuwa furaha. Haleluya. Amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Haleluya. Inawezekana umeomboleza muda mrefu, umelia muda mrefu. Haleluya. Kuna wakati wa kufurahi. Haleluya. Hakuna kilio hakina mwisho. Mwenye yako katika kilio sasa, kuna furaha ambayo iko katika njia. Haleluya. Ni kwa sababu maandiko inatuambia eti huzuni yenu itangeuzwa kuwa furaha yenu. Haleluya. Kile kilichokuhuzunisha kinakuja kubadilishwa. Kuna furaha inakuja kuelekezwa katika maisha yako. Haleluya. Maandiko ikatuambia mwanamke anzaapo huwa ana huzuni, ni kwa sababu ya saa yake imefika. Lakini anapozaa mwana, hati unakuta ile huzuni alikuwa nayo inakuwa ya kusahaulika. Haleluya. Eti mwanamke anzaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Haleluya. Bwana na akatujalie neema na akatupatia baraka Bwana, tukaanza kuzalisha kile ambacho tumekuwa tukibeba kwa muda mrefu. Umepitia muda wa uchungu muda mrefu. Umepitia muda wa mateso kwa muda mrefu. Umeonewa kwa muda mrefu. Huu ni wakati umefika wa Bwana akaanza kuzalisha kitu maishani mwako. Haleluya. Maandiko inasema katika Isaiah 66 mstari wa 9 kwamba Mungu anayeleta watoto karibu na kuzaliwa hawezi kushindwa kuwazalisha. Haleluya. Hivi nataka kukwambia namna gani mimba ambao ulibeba kwa muda mrefu ikaanza kukutia uchungu, ikaanza kukutia dhiki na mashaka, wakati wa kuzaliwa umefika. Haleluya. Wacha siku ya leo ikawa ni siku ya Bwana ya kuanza kuzalisha maishani mwako. Haleluya. Maandiko inatuambia wakati mwanamke anazaa, huzuni wake unazao ni kwa sababu ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Haleluya. Nataka nikwambie namna gani wewe si wa kuzaa mapooza. Haleluya. Unaenda kuzalisha kitu katika maisha yako. Unaenda kuzalisha kitu katika wokovu wako. Unaenda kuzalisha kitu katika masuala ya kiroho. Unaenda kuzalisha baraka katika maisha yako tunayoishi. Haleluya. Hakuna huzuni haina mwisho. Huzuni yako inaenda kugeuzwa kuwa furaha. Haleluya. Ni kwa sababu maandiko imetuambia eti wakati mwanamke anazaa, anasahau ile huzuni aliyokuwa nayo. Haleluya. Kuna huzuni umekuwa nayo kwa muda mrefu. Huo ndio wakati ukaanza kuzalisha baraka. Haleluya. Wewe si wa kuzaa maposa. Wewe si wa kukosa mtoto. Haleluya. Unaenda kuzaa kitu kitaonekana. Unaenda kuzaa kitu kitaleta furaha maishani mwako. Rudia haleluya. Haleluya. Ni kwa sababu mwanamke wakati azaapo, maandiko inatuambia
eti anasahau na huzuni yake. Haleluya. Huwezi kusahau huzuni yako kama utakuwa umezaa mapooza. Hakika haleluya. Unasahau huzuni yako ni kwa sababu ya kuzaa kiumbe. Hakika haleluya. Hivi kuna kitu kinaenda kuzalika. Huzuni ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu haitakuwa ya kukupotelea bure. Inaenda kuzalisha kitu. Haleluya. Labda ulimwengu umefurahi sana. Labda ulimwengu umekushangilia kwa sababu ya kuona yale umepitia, kwa sababu ya kuona maisha yako ikiwa na mateso. Nataka nikwambie namna gani kuna wakati wa Bwana kubadilisha mambo. Waliokuteka kwa sababu ya kuona ukiwa na uchungu ndio wataenda kuona tena ukifurahi. Hakika haleluya. Ni kwa sababu maandiko inatuambia eti wakati huu mnahuzunika na ulimwengu unafurahi. Hakika haleluya. Hivi wakati unahuzunika, wakati watu wa Mungu wanahuzunika, unakuta ulimwengu unafurahi. Hakika haleluya. Lakini maandiko inatuambia namna gani huzuni yetu inaenda kungeuzwa kuwa furaha. Haleluya. Eti mwanamke wakati ana uchungu anakuwa na kilio, anakuwa na machozi. Haleluya. Lakini wakati anapokea Bwana anakuwa wa kusahau ile uchungu. Hakika haleluya. Bwana na akakusahaulisha uchungu wako. Bwana na akakusahaulisha dhiki yako. Na ukaweza kupokea kutoka kwa Bwana. Neema ya Bwana ikakushukia na kuweza kusalisha baraka, na kuweza kusalisha kuinuliwa. Hali ya mtai. Haleluya. Umeviniliwa kwa muda mrefu, umewekewa vizuizi kwa muda mrefu. Huo ni wakati Bwana akajidhihirisha maishani mwako. Huo ni wakati Bwana akatende jambo jipya. Huo ni wakati Bwana akalete mwana katika maisha yako. Haleluya. Maandiko yanaendelea ikatuambia, basi nini hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Haleluya. Basi nini hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena. Haleluya. Bwana na akakuone tena. Alikuona pale mwanzo na akakuona mara ya pili. Haridia. Haleluya. Wacha kukawe na new visitation katika maisha yako. Kukawe na kutembelewa upya. Eti nini mna huzuni sasa, lakini nitawaona tena. Haleluya. Bwana atakuona tena. Mahali ambao umefiksiwa na adui, Bwana anakuja anakuona tena. Na maandiko inatuambia eti nikiwaona tena mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna awaondolea. Haleluya. Bwana akaachilie furaha maishani mwako. Furaha ambayo hakuna mtu atakaye kuondolea. Furaha ambayo itandumu. Furaha ambayo itazalisha baraka. Alitamazai. Haleluya. Eti furaha yenu hakuna mtu awaondolea. Hakuna muujiza wa Bwana mtu atakuondolea. Kile Bwana atazalisha maishani mwako kitakuwa cha kudumu katika maisha yako. Kile Bwana anazalisha maishani mwako hakuna mtu atakiondoa maishani mwako. Hariantai. Haleluya. Hata kama ulimwengu utakusanyika, hata kama waganga na wachawi watakusanyika, hata kama wenye kufunga pepo watakusanyika, hata kama waabudu mashetani watakusanyika, furaha yako inaachiliwa na Bwana. Maandiko inatuambia hakuna akuondoleaye. Hali ya mazai. Wacha ukapokea hiyo neema, hiyo baraka ikakushukia. Hali ya masaka baganda katika jina la Yesu Kristo. Bwana akaachilia baraka maishani mwako. Baraka ambayo haitaondolewa na yoyote. Baraka ambayo itakuwa ni ya kudumu. Muujiza ambao utakuwa ni wa kudumu. Tumekataa miujiza ya leo na kesho hakuna. Tumekataa miujiza ya kuwapapora itaridia. Hakuna masai. Haleluya. Wacha Bwana akaachilia neema maishani mwako. Upako wa Bwana ukawe juu ya maisha yako. Wacha Bwana akakuingiza katika hatima yako. Ni kwa sababu wakati unaingia kwenye hatima yako hakuna mtu anaweza kukutoa mahali pale. Halimazai kondia. Haleluya. Wale waliingia katika hatima zao hakuna mtu aliweza kuwaondoa. Halimazai. Haleluya. Bwana akaachilia hiyo neema maishani mwako. Haleluya. Amen. Hata mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi na hakuna waondolea furaha yenu. Haleluya. Furaha ya Bwana ikuwe maishani mwako. Maandiko inasema furahini siku zote. Hakika haleluya. Hati ni mapenzi ya Bwana tukaanza kufurahia. Si mapenzi ya Bwana ukae katika hali ya dhiki. Si mapenzi ya Bwana ukae katika hali ya kilio. Si mapenzi ya Bwana uhuzunike milele. Hakika tarima. Haleluya. Hakuna huzuni ya kuendelea mpaka milele. Haleluya. Mateso ina kikomo yake. Wacha mateso yako ikafika mwisho. Wewe uliyechekelewa muda mrefu, wacha mateso yako ikafika mwisho. Wacha usuni wako ukafika mwisho. Bwana akaanza kufungua milango mipya maishani mwako. Bwana
ikadhihirisha katika maisha yako. Uhai wako ukachukua mkondo mpya, maisha yako ikachukua mkondo mpya. Neema ya kifedha ikaachiliwa maishani mwako, neema ya kuzalisha baraka, neema ya kuzalisha vipawa za rohoni. Hakika Baba masalima, haleluya, katika maisha yako ukapokea. Ni kwa sababu maandiko inatuambia huzuni yetu itageuzwa kuwa furaha. Hakutarimazaya, hauwezi ukakuwa wa kuhuzunika milele. Haleluya, uweze kuzaliwa katika shida, ukaishi katika shida na ukava katika shida. Lazima Bwana akuje maishani mwako atende jambo. Umemwamini Bwana, umeokolewa na Bwana, huwezi kukaa maisha ya kilio milele. Ni lazima Bwana atakuja atatenda jambo jipya. Ni lazima Bwana ataachilia neema mpya maishani mwako. Haleluya, Bwana hajakusahau, Bwana hajakuacha. Maandiko imetuambia tutamuona tena na ataweza kutuona tena. Haleluya, wacha Bwana akaonekane katika hiyo eneo ambao umekaa umefinyiliwa sana, hiyo eneo ambao unakaa unateseka sana. Wacha Bwana akaonekane hiyo eneo ambao unakaa ni kilio kila wakati. Wacha Bwana akaonekane mara tena. Haleluya, aliyekubariki pale mwanzo, wacha na akashuke akakubariki tena. Aliyekupa fedha pale mwanzo, wacha na akakupatie tena. Aliyekupa watoto pale mwanzo, wacha na akakubariki tena. Likai masarima. Haleluya, ni kwa sababu ni Mungu wa mara tena, ni Mungu wa wakati mwingine. Haleluya, ni Mungu anatembelea watu wake tena. Haleluya, wakati Bwana ananenea watumishi wake, anajua ako pamoja nao, lakini anajua anaenda kuondolewa kwao. Haleluya, lakini anajua hiyo sio mwisho, anajua anaenda kuwatembelea tena. Haleluya, inawezekana kuna wakati umefika ukawa Bwana ni kama ametenganishwa nawe, lakini nataka nikwambie namna gani Bwana anaenda kuonekana tena. Haleluya, hajasahau familia yako, hajasahau nyumba yako. Haleluya, anaenda kuonekana tena katika hiyo maeneo ina kilio. Bwana anaenda kuonekana tena katika hiyo maeneo imekulemea. Anaenda Bwana kuonekana mara tena. Haleluya, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Hamini nawaambia mtamwomba Bwana mtamwomba Baba neno lolote hatawapa kwa jina langu. Hata sasa hamuomba kwa jina langu. Ombeni nani mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Haleluya, hata tena siku ile hamtaniuliza neno. Haleluya, ni Kristo anasema maneno hayo. Hata tena siku ile hamtaniuliza maneno. Haleluya, watu wamekuwa na kuuliza Bwana muda mrefu, ni mpaka lini Bwana nitakaa katika hii hali? Ni mpaka lini Bwana nitakaa katika hii hali ya mateso? Ni mpaka lini Bwana nitakaa katika hii hali ya makesi? Ni mpaka lini Bwana nitakaa katika hali ya kufungiwa nyumba? Ni mpaka lini Bwana nitakaa katika hii utumwa? Haleluya, Bwana anasema namna gani? Ati utafika siku hiyo ambao hamtaniuliza neno. Haleluya, Bwana anasema kuna wakati unafika hautakuwa wakuuliza hiyo maswali. Umemuuliza Bwana muda mrefu, ni mpaka lini Bwana? Hii kilio kitaisha lini? Hii dhiki itaisha lini Bwana? Hii aibu itaisha lini Bwana? Hakika. Haleluya, Bwana anasema wakati unafika ambao ni wa kuomba, na wakati ni sasa mpendwa. Huu ndio wakati wa kumwomba Bwana, si wakati wa kuuliza Bwana maswali. Sasa ni wakati wa kumwomba Bwana. Ni kwa sababu anatuambia hamtaniuliza tena maswali, ila mtaomba kwa jina langu, na chote mtamwomba Bwana kwa jina langu mtaweza kutendewa, ili furaha yenu ikamilike. Hali ya tai Masai, Bwana akakujalia hiyo neema. Usiwe wa kumuuliza Bwana maswali sasa. Anza kumwomba, ni kwa sababu anasikia. Anza kumwomba, ni kwa sababu anakujua. Wacha ukawe ni kumwomba Bwana sasa, isiwe ni kuuliza maswali. Eti kesi hii itaisha lini? Ni kwamba Bwana atamaliza kesi, Bwana atamaliza ufukara, Bwana atamaliza umasikini, hali ya kukosa Bwana atamaliza. Pia ntaima asalima. Haleluya, haleluya, anasema hatutamuuliza, ni kuomba tutaomba kwa jina lake. Haleluya, wakati wa maswali Bwana akafikishe mwisho. Umeuliza muda mrefu, ni mpaka lini Bwana nitakosa fedha? Haleluya, ni mpaka lini Bwana itakuwa kila wakati nalia? Haleluya, Bwana anasema hiyo maswali inafika mwisho. Ni kuomba tutaomba, na tukiomba kwa jina la Bwana eti yote itatendwa ili furaha yetu ikatimie. Bwana akaachilia hiyo neema, Bwana akakuondolea maswali ambayo umeuliza kwa muda mrefu.
wacha ikaanza kupata jibu sasa. Wacha ikaanza kupata jibu. Wacha wakati unamuomba Bwana, hiyo maswali ikapata jibu. Hakiutarima. Haleluya. Ni kwa sababu Mungu anakupenda. Maandiko imetuambia eti furaha yetu, huzuni yetu itageuzwa na itakuwa furaha. Haleluya. Wacha hiyo mabadiliko ipatikane maishani mwako. Siku ya leo ikawa ni siku ya mabadiliko. Ikawa ni siku ya kuondolewa katika huzuni na kuweza kuingizwa katika furaha. Ikawa ni siku ya kutoka katika usungu wa kuzaa na kuweza kuingia katika baraka ya Bwana katika maisha yako. Haleluya. Bwana na akubariki na akutende mema Bwana. Na kuinua mtakatifu wa Israeli. Na akujalie hiyo neema. Upendo wa Bwana ukue katika maisha yako. Furaha ya Bwana akaachilia maishani mwako. Na kwa sababu ni mapenzi ya Bwana, tukaanza kuishi maisha ya furaha. Haleluya. Bwana awabariki na kuwatenda mema. Amen. Amen. Amen.